Soka Tanzania bara ikisimama kupisha mashindano ya AFCON, waandishi wa habari za michezo nchini waridhishwa na ushindani uliopo. Ni wakati mwingine mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, na kukaribisha ungane nami katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Mimi ni Esther Amandus Zelamula na Ramla Jabu ni mkalimani wa lugha ya alama. Karibu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amewatakia heri Watanzania wote kuelekea maadhimisho ya Siku ya Uhuru wa Tanganyika, ambapo kesho Desemba 9 inatimiza miaka 64 tangu ilipopata uhuru wake kutoka kwa Mwingereza mwaka 1961. Waziri Mkuu amesema kwa wananchi ambao hawatakuwa na dharura wanatakiwa kuitumia siku ya kesho kwa mapumziko wakiwa majumbani. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya Uhuru wa Tanzania bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Asanteni na watakia sikukuu njema. Ni Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene amesema maandamano yanayopangwa kufanyika kesho hayakubaliki na ni haramu, kwa kuwa mpango huo haujulikani nani anaongoza na hakuna kibali kilichoombwa kwa vyombo husika, na kwamba jeshi la polisi litawadhibiti wale wote watakaojaribu kutekeleza mpango huo. Tupate taarifa zaidi. Waziri Simbachawene amesema maandamano hayo yanapangwa na kuhamasishwa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, kwamba ni maandamano yasiyokuwa na ukomo, lakini hata waandamanaji hawajafikisha sababu za kuwepo kwa mpango huo kwa jeshi la polisi ambalo ndilo lenye dhamana ya kuwalinda. Ambao hawajui, maana hatumjui anayeomba ni nani. Mtu unasikia kwa anasema wale watakao kuwa hawajui kutumia silaha waachie wenye mafunzo ya kutumia silaha. Sasa unajiuliza, haya kweli ni amani? Haya sasa, na hata ni amani basi angekuwa na kibali, basi yawe na mtu anayeomba tunayemjua, hana address, yupo kwenye cyber space huko. Sasa ndugu yangu Karin, kama kweli hayo maandamano tutaamini tuseme ya amani, kwa hiyo tuyapishe tu. Amesema kwa sasa hali ya usalama hapa nchini ni shwari na inaendelea kuimarika baada ya kutokea kwa vurugu Oktoba 29 mwaka huu na kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali mbalimbali za umma na binafsi. Kuwaomba sana wananchi wengine ambao hawahusiki na mpango huo kutokushabikia, kutokujitokeza, wala iwe ni kwenye mtandao au kujitokeza kwenda kuangalia au kuchungulia tu hicho wanachokifanya, kama kweli watakifanya, ingawa hatuamini, lakini ni lazima tujiandae, kwa sababu kazi yetu sio kujaribisha. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tuna wakati wote wananchi wanakuwa salama. Akizungumzia matamko yanayotolewa na baadhi ya viongozi wa dini, Waziri Simbachawene amesema hali haikuwa nzuri, lakini kufuatia mazungumzo yaliyofanywa kati ya serikali na viongozi wa dini yamezaa matunda. Tulikuwa tunafanya kazi ya kutuliza hali, kwa sababu matamko yenyewe yalikuwa yameshakuwa mengi na mengine mpaka akaanza kuchochea hali ya tofauti ya udini, Muislamu, Ukristo, ikawa kidogo hali si nzuri. Lakini nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwamba mazungumzo tuliyofanya na viongozi wa taasisi kubwa chini ya umbrella organization zao, wakiwemo CCT, wakiwemo PCT, na wakiwemo TEKI, wakiwemo BAKWATA,
yamekuwa na mafanikio makubwa. Kutoka Dar es Salaam, Yakini Mwakatobe, Channel 10. Wazee wa mila wilayani Serengeti mkoani Mara kwa kauli moja wameazimia kuwachukulia hatua za kimila vijana wote watakaobainika kuandamana, ikiwemo kulaaniwa na kutengwa katika koo zao endapo watakiuka zuio la wazee hao la kufanya maandamano katika wilaya ya Serengeti. Huyu hapa Musa Makali. Sisi kama wazee wa Serengeti tunasema kwamba hakuna maandamano na atakayeshiriki. Ni kauli ya wazee wa kimila na wazee mashuhuri hapa wilayani Serengeti mkoani Mara. Wameketi katika eneo hili kwa jambo moja tu, la kuwataka vijana kutokushiriki katika kile kinachodaiwa kuwa ni maandamano, na atakayekiuka tamko hili atakalokutana nalo, wazee hawatahusika na chochote. Ninajua vitongoji vyote na utaratibu wote wa wilaya hii. Tukisimama wazee tunafahamiana, tukakemea hili swala litaisha. Kwa hiyo nisifanye mambo mengi. Tumesema kwamba sisi wenyewe wazee tumekataa kwamba vijana wetu wasiandamane. Vijana wetu wafuate utaratibu. Kwanza rais wetu ni mwema sana. Mimi nimekuwa hapa, rais amefanya mambo makubwa sana, makubwa. Sisi wazee wa mila, yani kama mimi katibu wa mila Nchage, nasema hatuna maandamano popote pale mnapokwenda. Hata kama mtu hakufika hapa, hata kama kijiji fulani mtu hakufika hapa, tupeleke ujumbe kwamba hatuna maandamano. Wazee wa mila tumekataa maandamano. Sisi tunasema ya kwamba hakuna maandamano, na yule atakayeonekana anaandamana, huyo ni mhalifu kama mhalifu mwingine ambaye anaweza kuchukuliwa hatua kama mhalifu, sio kijana anayetafuta maandamano. Maana maandamano yana utaratibu. Unaandamana unatafuta nini? Sisi ni wachungaji mkuu wa wilaya, sisi ni wakulima. Hatutaki furugu ya kuweza kutueshisha tunakwenda kwenye dunia mbaya ambapo watoto hawajui. Mkuu wa wilaya Serengeti Bi Angelina Marco, ambaye ni mwalikwa katika kikao hiki, naye msumari anaupigilia, shughuli za uzalishaji zitaendelea kama kawaida na hakuna kitakachostishwa Disemba 9. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya usalama nahakikishia tarehe 9 tunaendelea kufanya biashara zetu. Hayo mambo ya lockdown ya wazee hapa wamesema wanahitaji kwenda kuchunga ng'ombe. Ng'ombe anapewa masaa ya kuchunga. Lakini sasa nyinyi ndio mwe balozi kuhakikisha mkiona viashiria vya uvunjifu wa amani mnaripoti. Kutoka hapo wilayani Serengeti mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Shukrani Musa Makali kutoka Mara. Sasa tuelekee mkoani Simiyu. Vijana mkoani Simiyu wamesema hawako tayari kushiriki kile kinachoitwa maandamano ya Desemba 9 na badala yake watatumia siku hiyo kufanya kazi za kujipatia kipato ili kujikwamua kiuchumi. Taarifa zaidi anayo Aidan Mhando. Wakizungumza katika kongamano lililofanyika mjini Bariadi ambalo liliwakutanisha maafisa usafirishaji wakiwemo waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda, waendesha bajaji, wafanya biashara wakubwa na wadogo, lengo likiwa ni kujadili fursa za kiuchumi zilizopo mkoani hapa. Ni kwamba sisi katika akili zetu, wala bodaboda wangu katika mkoa wetu wa Simiyu hayupo anayewaza maandamano, tukutoe wasiwasi kama hiyo. Niombe sana vijana wenzangu tusiwe washabiki wa kushangilia vitu ambavyo madhara yake hatuyajui. Tuilinde amani ya nchi yetu, tulinde taifa letu, tusikubali uchochezi wa aina yote. Wale walioonyesha uzalendo, mawazo yangu na ushauri wangu, madini yakipatikana, na nyinyi wamiliki wa madini au wamiliki wa mareseni, wako weni ndugu zenu hao wachimbe na wenyewe wajenge familia zao. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Anamringi Macha anawatoa hofu wananchi wa mkoa huu na kuwataka kuendelea na shughuli zao za kiuchumi, huku viongozi wa wafanyabiashara wakitoa neno kwa vijana wa mkoa wa Simiyu walioshiriki katika kongamano hilo. Watu wenye uwezo wa kuhakikisha kwamba tarehe 9 hakuna maandamano ni sisi, nyie vijana. Mimi kwanza sisubutu kwenda kuandamana, kwanza tu kukimbia siwezi. Nataka hawa vijana wafurahie kuzaliwa mkoa wa Simiyu, na haya tunayafanya kwa mkoa wa Simiyu tu. Sijui mnanipata ndugu zangu? Sasa ni kazi kwenu sasa. Pia kupitia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan walituwezesha, wakatuletea mitambo. Mimi ni Aidan Mhando wa Channel 10.
Asante sana Aidan Mhando. Vijana kutoka kata 20 katika wilaya za Kinondoni na Temeke jijini Dar es Salaam wamepinga kile kinachoitwa maandamano yasiyo na kikomo yanayohamasishwa kupitia katika mitandao ya kijamii, huku wakitoa ahadi kwa jeshi la polisi kushirikiana katika kukabiliana na aina yoyote ya vurugu, uharibifu au uporaji katika mitaa yao. Tujiunge na Hamisi Suleiman. Wakizungumza na vyombo vya habari, vijana kutoka wilaya ya Kinondoni wamesema vurugu zilizotokea Oktoba 29 ziliwasababishia madhara makubwa, ikiwemo kupoteza mali zao na biashara, lakini pia zilikwamisha shughuli zao za kujitafutia kipato. Imeshasema maandamano ya tarehe 9 ni haramu. Sisi vijana wa Kinondoni tunasema tutaungana na jeshi la polisi, na tunaomba jeshi la polisi tuhakikishie ulinzi na usalama pindi tutakapokuwa tunakabiliana na wahalifu wanaotoka maeneo mengine na kuingia ndani ya wilaya yetu ya Kinondoni kwa kisingizio cha kufanya maandamano siku ya tarehe 9. Utafutaji wetu ni mgumu, na mpaka sasa hivi swala lilokuwa limetokea, mitaji yetu imekatika, tunauguza, bado tuna wagonjwa, hatujui tunashika wapi. Sasa na hiyo wanavyotuambia hivi tena maandamano yapo, kwa kweli sisi vijana tumekaa chini, tumetafakari, tumeona hawa wanataka kutuharibia na kutuangamiza na maisha yetu. Kwa hiyo sisi vijana tumeshirikiana au tunashirikiana vijana kwa kufanya mambo haya yasitokee tena. Na huyu atataka kuyafanya mambo haya, tutaanza naye yeye, afu akawaambie watu wake waje tuwashughulikie vizuri. Sisi kama vijana wa Kinondoni tumejipanga vilivyo, na tunaomba jeshi la polisi litusimamie hili na tusikie kilio chetu. Hatutaki lilijirudie tena ili swala, kutokana tulishapoteza watu pindi linatokea swala hili, tumeshapoteza biashara, watu wameshaingia umaskini. Swala hili tunalikemea vikali vilivyo na hatutaki lijirudie tena. Katika wilaya Temeke, vijana hao pia wamewasihi wale wanaohamasisha kuandamana kuwa tayari. Jeshi la polisi limepiga marufuku maandamano hayo haramu. Tunaomba wale wote waliokusudia maandamano tarehe 9 wajue kwamba maandamano hakuna, na lolote atakayetoka kuandamana litakalomkuta asimlaumu mtu, sababu serikali ishatangaza, na sisi maisha yetu kama tunavyojua wenyewe, ukikaa siku moja ndani hela kula upati, tunakula kutokana na kutoka nje ndio upate hela. Kwa hiyo naomba jeshi la polisi liendeleze ulinzi kama kawaida, jeshi la wananchi kama kawaida liendeleze ulinzi. Sisi hapa hatutaki maandamano, isipokuwa wale mnaohitaji maandamano basi takalokutokeeni, msije kumlaumu mtu wala msije kumlilia mtu. Hawa wanaofanya maandamano ambao ni vibaka, hawana mbele wala nyuma. Sisi vijana wote hapa unaotuona tunapinga maandamano. Tupo tayari kushirikiana na jeshi la polisi katika vitongoji vyetu, katika mitaa yetu, popote pale tunapokuwa tunapofanya kazi. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam tuelekee mkoa jirani kabisa wa Pwani. Mkuu wa mkoa wa Pwani Alhaji Abubakari Kunenge amewataka madereva bodaboda kuepuka kujihusisha na vikundi vya uchochezi na badala yake kutoa taarifa za kihalifu ili kudumisha amani hapa nchini. Tujiunge na Margaret Malisa. Kunenge ametoa rai hiyo wakati akizindua mafunzo ya usalama barabarani pamoja na kugawa vya kisimwanga 300 kwa maafisa usafirishaji wa manispaa ya Kibaha. Nyinyi ni kundi ambalo ni muhimu sana sana kwa ustawi wa nchi na ustawi wa mkoa wetu na mafanikio ya jamii. Katika changamoto zilizotokea, baadhi waliokuwa wanaziongoza walikuwa wanatumia pikipiki. Tukasema hawa si wa Tanzania, ni watu wanaokuja kutaka kuchafua wa Tanzania. Mkuu wa usalama barabarani mkoani Pwani Edson Mwakihaba pamoja na mambo mengine amesema mafunzo hayo ni muhimu kwa maafisa usafirishaji na yanalenga kupunguza ajali za barabarani na kuwa mafunzo hayo ni endelevu. Umeteli kwamba ajaribu kutojihusisha katika uvunjaji wa sheria, amana kwamba kutojihusisha katika uhalifu au mambo yote ambayo ni sawisha uhalifu wa mali na mambo mbalimbali ya kiusalama. Tanzania ni nchi ya amani, utulivu na hali ya ulinzi kwa jumla ni shwari. Hivyo tuko na hisi kwamba wanapokuwa katika shughuli zao hizo wasijaribu kujihusisha katika mambo ambayo ni uhalifu.
Wakizungumza mara baada ya kupatiwa mafunzo hayo, maafisa usafirishaji hao wameahidi kulinda amani ya nchi kwa nguvu zote. Tutajitahidi, hatutaweza kutumika kwa sababu sisi ni Watanzania na ni wazalendo na tunalipenda taifa letu. Kwa hiyo tutajitahidi kutoa taarifa kwa viongozi pamoja na jeshi la polisi kama tutaona sura ngeni yoyote au kuna tofauti yoyote ambao tunaona wanaweza kuvunja amani ya taifa letu. Tunamshukuru Mungu mpaka sasa hivi kwa upande wetu sisi wa Kibaha, mkoa wa Pwani, amani ipo ya kutosha na imetawala. Sisi tunaendelea kufanya kazi zetu kwa amani na upendo, na amani itazidi kutawala mwanzo mpaka mwisho. Margaret Malisa, Channel 10. Asante Margaret Malisa. Jeshi la polisi mkoani Geita limewataka wananchi kuendelea na shughuli zao kama kawaida Desemba 9, kwani jeshi hilo limejipanga kuhakikisha wanakuwa salama, huku likiwaonya baadhi ya watu waliojiandaa kufanya matukio ya uvunjifu wa amani siku hiyo. Tupate taarifa kamili. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo ametoa kauli hiyo baada ya mtandao wa polisi wanawake mkoani Geita kutembelea kituo cha afya Nyankumbu Manispaa Geita kutoa msaada wa mashuka pamoja na kufanya usafi katika eneo hilo, ikiwa ni maadhimisho ya siku 16 za kupinga vitendo vya ukatili. Wananchi waendelee na shughuli zao kama kawaida. Isipokuwa jeshi la polisi limetoa tamko kwamba maandamano yoyote ni haramu. Kwa hiyo hairuhusiwi mtu yoyote kwa siku ya kesho kuandamana. Kesho ni siku ya mapumziko, tukitafakari tangu tupate uhuru na mpaka tulipo. Naomba tu makundi madogo madogo ambayo tunayaona sisi tulioko kwenye jamii basi yakome na yasiendelee, ili tuweze kuwa pamoja na amani iliyopo mpaka sasa hivi iendelee kuwa hiyo. Mkuu wa dawati la jinsia mkoani Geita Grace Kaijagi amesema matukio ya ukatili yameendelea kupungua kutokana na jitihada mbalimbali zinazofanywa na jeshi hilo kwa ushirikiano na jamii. Kwa mwaka jana makosa yaliyoripotiwa mkoa mzima yalikuwa 241 na kwa mwaka huu 2025 ni makosa 198. Kwa hiyo hapa tunaona kuna upungufu mkubwa wa zaidi ya makosa 43 ambayo yameripotiwa. Sisi katika ngazi zetu za mitaa na kata tunapokea na kusikiliza malalamiko ya wamama wanaonyanyasika. Tunayoweza kuyatatua tunayamaliza, lakini ambayo tunashindwa tunayapeleka ngazi ya ustawi wa jamii. Mganga mfawidhi wa kituo cha afya Nyankumbu ameupongeza mtandao wa polisi wanawake kwa kutoa msaada huo utakao kwenda kupunguza changamoto kwa wagonjwa. Tumepokea pisi 20 za mashuka kwa ajili ya vitanda vya wagonjwa. Tuna changamoto mbalimbali kwa wagonjwa ambao tunawapata katika kituo hichi cha Nyankumbu. Kwa msaada huo wa mashuka tunashukuru sana. Kutoka hapa Nyankumbu Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Shukrani Mrisho Sadik. Kuelekea siku ya Desemba 9, wananchi wa kata ya Sigino, wilaya ya Babati, wamesema watatumia siku hiyo kuandaa mashamba yao kwa ajili ya msimu wa kilimo na kamwe hawatakuwa tayari kujiingiza katika vurugu zozote ambazo zitaharibu amani na utulivu hapa nchini. Tujiunge na Elia Kimani. Makofi haya ni ishara ya wananchi hao wa kata ya Sigino, wilaya ya Babati kuunga mkono kauli ya diwani wao juu ya wao kujiingiza zaidi katika shughuli za uzalishaji kuliko kupoteza muda kwenye vurugu, ambapo umetoa kauli hiyo mbele ya mkuu wa mkoa wa Manyara kwenye Sendika kwenye ziara yake inayolenga kufikia kata 142 za mkoani hapa ya kukagua miradi inayotekelezwa, lakini pia kusikiliza na kuzipatia ufumbuzi kero za wananchi. Shambani hawana muda kufanya maandamano, hawana muda kabisa ya kufanya maandamano. Wanaandamana kwenye mashamba siku ya tarehe 9 kwa sababu sherehe imeahirishwa. Kwa hiyo sasa sisi Sigino tumejipanga tarehe 9 tunaandamana mashambani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe mvua. Kizungumzia swala la kudumishwa kwa amani na utulivu, mkuu wa mkoa wa Sendika amewataka wananchi kuzungumza makundi kwa makundi ili kuendelea kuwepo kwa utulivu nchini. Tuzungumze sisi wenyewe kwa wenyewe, wenye mkoa wetu. Sisi jambo hili tunalionaje? Sisi wenye mkoa wetu hili tunalionaje hili? Mimi niko hapa kuendelea kuwaomba. Na waomba sana. Tuendelee kuzungumza wenyewe kwa wenyewe, sio wakina mama, wakina baba, vijana,
mpaka watoto. Tuzungumze wenyewe kwa wenyewe na tuambiane umuhimu wa kuendelea kuishi katika utulivu huu ni upi. Kwenye ziara hii pia Ndiga amekutana na changamoto za ardhi, hususan ya mipaka baina ya kijiji na kijiji. Ile ya sekondari ya Manyara Girls pale ilipo, pale ni chemchem. Hata ile heshima tu yapewa kijiji kwamba sekondari ile iko kijiji cha chemchem, halmashauri mji wa Babati haipo, wanasema kiongozi. Wakati pale ni chemchem kimsingi kwa mujibu wa ramani yetu. Nchi hii mipaka yake sio mipaka ya uhai, ni mipaka ya kiutawala tu. Uwepo wa migogoro kwenye mipaka hii usiingie kwenye shughuli zetu za kijamii. Tuacheni serikali tutafanyia kazi, na nyinyi kama wananchi endelee kufanya kazi zenu kama kawaida. Wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, John Alton. Bandari ya Tanga imepangiwa kuhudumia tani milioni 1.6 kwa mwaka wa fedha 2025-26, ikiwa ni sawa na tani 137,000 kwa mwezi, ambapo mpaka sasa wameweza kuhudumia tani 200,000 kwa mwezi, hatua ambayo imewawezesha kuvuka malengo waliowekewa. Taarifa zaidi anayo Raya Kipingu. Akizungumza wakati wa kushusha makontena 6 ya mzigo wa lami katika bandari ya Tanga ambayo yanasafirishwa kwenda nchini Malawi, kaimu meneja wa bandari ya Tanga Peter Milanzi amesema hatua hiyo ni kutokana na ufanisi kwenye kazi wanazofanya kwa ajili ya kuwahudumia wateja wao. Kuanzia mwezi wa 7 au Julai mwaka huu tumekuwa tunavuka malengo. Tulianza kwa tani 152,000, baadaye tukaenda tani 157,000. Kwa muda wa miezi miwili kuanzia tuseme mitatu, kuanzia Septemba, Oktoba na Novemba tumefikisha tani 200,000 kwa mwezi. Kwa hiyo tunaona hiyo ni ishara kubwa kwamba malengo tuliowekewa na serikali, tani hizo tulizozihudumia ni ishara mojawapo kwamba tutafika yale malengo tuliopangiwa na kuvuka ikiwezekana. Zakaria Muhamedi Nanemuka ni msimamizi wa kampuni ya Amura ambao ndio wateja wa mzigo huo, wanaeleza urahisi wa kutumia bandari ya Tanga na tija itokanayo na huduma za kushusha mzigo bandarini hapo. Tumeanza first time tuliingiza container 6, ambapo container hizo zina takriban tani 125 na kilo 430. Kwa gari moja ina uwezo wa kuweza kupakia mapipa 165 kwa usafirishaji kwa nchi kwenda sehemu yoyote ile, na nina expect end of this December tunatarajia kuona container zingine 20 ambazo tutazihudumia hapa. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Shukrani sana Raya Kipingu kutoka huko Tanga. Sekta ya elimu na wadau wa elimu wameshauriwa kuwekeza nguvu katika teknolojia ya akili unde, yani AI, ili kushindana katika ulimwengu wa teknolojia ikilinganishwa na mataifa yaliyoendelea. Ushauri huu umetolewa na uongozi wa shule ya sekondari Imperial iliyopo Chalinze mkoani Pwani wakati wakisafirisha wanafunzi wa shule hiyo kwenda nchini Marekani kujifunza mambo mbalimbali pamoja na teknolojia ya akili unde. Kiongozi wa msafara Mwalimu Ahmed Salim pamoja na wanafunzi hao wamepata nafasi ya kwenda kujifunza ambapo nao wakatoa maoni yao, huku mmoja wa wanafunzi hao Manase Mbaga akizungumzia matarajio yake juu ya safari hiyo ya kimasomo. Kudumisha mbinu mpya za ufundishaji, kuwajengea wanafunzi mtazamo mpana wa kimataifa na kujifunza nje ya mazingira ya darasani. Kwa lugha nyingine tunaita taking subjects from the classrooms to life. Ambacho nitaletea wanafunzi wenzangu niliowaacha huku kutoka katika utalii wa Marekani. Italetea mambo ya kihistoria tuweza kujifunza kwenye safari na maendeleo mbalimbali ambayo tumeweza kuyaona ambayo kuleta katika nchi yetu ya Tanzania. Itachochea kwa hali ya juu, maana tunaweza kujifunza katika nchi ambayo imeendelea kuliko nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo mafunzo ambayo tutapata kwa itasaidia kwa hali ya juu kuendeleza Tanzania yetu. Katika safari hii tunaenda kujifunza mambo mbalimbali ya kimasomo, kwa tunaamini kuwa masomo pia ni kujifunza nje ya darasani na ambao unaweza kupata elimu zaidi. Nimefurahi mno na kuishukuru sana hii shule ya Imperial kwa sababu imeweza
kuwakutanisha vijana, lakini pia imeweza kuwatengenezea safari ambayo ni ya kwenda kujifunza vitu mbalimbali, lakini pia ni ya kwenda kutangaza nchi yetu kwa njia ya utalii na pia kujifunza kwa vijana wetu vile ambavyo havipo hapa kwetu. Zaidi ya wananchi 3,000 katika kata ya Vikindu, wilaya ya Mkuranga, mkoani Pwani wamepatiwa matibabu ya macho, huku wengine zaidi ya 200 wakibainika kuwa na mtoto wa jicho na kufanyiwa upasuaji. Tupate taarifa kamili. Mkurugenzi wa taasisi ya Muslim World League nchini Tanzania, Sheikh Hassan Katungunya, amesema zoezi hilo la matibabu ya macho linafanyika kwa siku 6 ambapo wagonjwa wote wanapatiwa matibabu ikiwemo upasuaji bure. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu sababu huduma hii inaonekana ni ghali, inahitaji fedha nyingi. Basi tunaomba jamii yetu ikisikia jambo kama hili ije mwanzo wa zile tarehe za mwanzo na isisubiri tarehe za mwisho. Lakini pia kwa niaba ya taasisi yetu ya Muslim World League na kwa niaba ya wananchi kwa ujumla, tunamshukuru sana kiongozi wetu Dr. Muhammad Abdul Karim Al Isa aliyeko kule Saudi Arabia katika taasisi yetu ya Rabita kwa maana Muslim World League. Yeye na viongozi wote wa taasisi ya Muslim World League kwa kweli wanafanya kazi kubwa katika kuihudumia jamii katika nyanja mbalimbali ikiwemo nyanja hii ya afya. Mwakilishi wa mganga mkuu wa mkoa wa Pwani ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi walioshuhudia kambi hiyo ya utoaji wa huduma ya macho, Daktari Tumaini Mango, amewashukuru madaktari bingwa wa macho kutoka Saudi Arabia ambao wapo nchini kwa ajili ya kutoa huduma hiyo. Tunawashukuru sana kwa kufanikisha zoezi hili na tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu pale panapo majaliwa nao ili zoezi liwe endelevu. Tunaombea sana na pia pale labda walipotoa wazidishiwe, wazidi kutusaidia pia. Almost seen more than 2,000 patients. So out of 2,000 we have operated more than 250. And those 2,000 out of 2,000 the rest of them we have distributed the medicine as well as the glasses for them who have needed. Wito wangu na waomba Waislamu na wasiokuwa Waislamu wataposikia kwamba hawa mabwana taasisi hii imefika, basi wahudhurie. Ni watu sahihi, wanafanya mambo yao kisahihi, huduma zao ziko safi kabisa, hawana makando kando, yani wako safi kabisa kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Jocelyn Zefania, Channel. Taarifa ya Jocelyn inahitimisha habari za kitaifa. Sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Benin, Patrice Talon, ameonekana kwenye televisheni kwa mara ya kwanza baada ya jaribio la mapinduzi la Jumapili, akisema hali sasa iko shwari na waliojaribu kumpindua wataadhibiwa. Rais wa Benin amezungumza kuwatuliza raia wa taifa hilo la Afrika Magharibi, akisema kwamba hali sasa iko chini ya udhibiti kamili kufuatia jaribio hilo, huku akilipongeza jeshi la taifa hilo kwa kutimiza wajibu na kuendelea kuwa waaminifu. Jaribio hili la mapinduzi lililozimwa linaongeza wasiwasi kwenye eneo la Afrika Magharibi ambalo hivi karibuni limekumbwa na misururu ya mapinduzi. Benin, koloni la zamani la Ufaransa, kwa muda mrefu limechukuliwa kuwa moja ya taifa lenye demokrasia thabiti barani Afrika. Hata hivyo, Rais Talon amekuwa akikabiliwa na tuhuma za kukandamiza wakosoaji wa sera zake. Na Syria leo inaadhimisha mwaka mmoja tangu kuangushwa kwa mtawala wa kidikteta Bashar al-Assad, wakati taifa hilo lililogawanyika likipambana kurejesha utulivu na kujijenga upya baada ya vita vya muda mrefu. Rais wa mpito Ahmed al-Sharaa aliyefanikiwa kuongoza harakati za mapinduzi na kuhitimisha utawala wa Bashar ameongoza maadhimisho hayo kwa sala ya alfajiri katika msikiti wa Umayyad mjini Damascus, hii ikiwa ni kulingana na shirika la habari la Sana. Assad alikimbilia Urusi mwaka uliopita kufuatia mapinduzi hayo ambayo pia yalihitimisha vita vya zaidi ya miaka 13 vilivyotokana na uasi dhidi yake. Kulingana na Sana, Sharaa, kamanda wa zamani wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda,
ameahidi kuijenga Syria tena ya haki na imara na miundombinu itakayoendana na nyakati za sasa na zilizopita. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Esther Amandu Sizelamula. Ramla Jabu ni mkalimani wa lugha ya alama. Endelea kutazama Channel 10, kilicho bora kabisa. Una kifurushi cha nyota, una kifurushi cha mambo, wale wa Uhuru pia, Bibi Smarty na Super, welipa kifurushi chako cha mwezi. Msimu huu wa sikukuu tumewaletea tena Star Times. Tunakuambiaje? Lipa tukuboosti zaidi. Ewe mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi mzima, tukuboost kwenda mambo mwezi mzima bure, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 tutakuboost kwenda Uhuru bure. Huku ukilipia Uhuru kwa shilingi 23,000 utaboostiwa siku 5 zaidi bure. Ewe mteja wa Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tutakuboost mpaka Smart mwezi mzima bure, na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 tutakuboost kwenda Super bure. Huku ukilipia Super kwa shilingi 38,000 utaboostiwa siku 5 zaidi bure. Star Times, lipa tukuboost zaidi. Kama ndio kwanza unaungana nasi mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10. Mimi ni Esther Amandu Sizelamula. Ramla Jabu ni mkalimani wa lugha ya alama. Sasa tujiunge na Beatrice Eric kwa habari za uchumi na biashara. Karibu Beatrice. Asante Esther Amandu Sizelamula. Zifuatazo sasa ni habari za biashara na uchumi. Kwa siku ya leo tunaanzia hapa jijini Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Kazi, Ajira na Mahusiano, Rahma Riyadh Kisuo, amewatia moyo wajasiriamali kuwa changamoto zilizopo katika sekta yao hazipaswi kuwa za kudumu, hivyo ni muhimu kila mdau akaanza kuchukua hatua, huku serikali ikiwawezesha kupata elimu ya biashara na kuhakikisha wanapata mitaji kwa ajili ya kukuza biashara zao. Tupate taarifa zaidi. Amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati ufunguzi wa mafunzo kwa wajasiriamali wanaojishughulisha na utengenezaji wa batiki, huku wakizitaja biashara ndogondogo kuwa ni sekta ya kazi inayobeba nguvu kazi kubwa ya nchi, hususan maeneo ya mijini na yenye mchango mkubwa wa kukuza pato la taifa na mtu mmoja mmoja. Hii ni muhimu sana katika kupitia uzalishaji na usambazaji wa bidhaa muhimu za viwandani kwa watumiaji, na hivyo kufanya mnyororo wa thamani katika sekta ya uzalishaji kuwa endelevu. Naye afisa mtendaji mkuu wakala wa usalama mahala pa kazi OSHA, Hadija Mwenda, amesema huu ni utekelezaji wa maagizo ya serikali kuhakikisha wanayafikia makundi yote ikiwemo wajasiriamali, huku akiahidi kwenda na kasi ya mabadiliko katika siku 100 za kwanza za rais madarakani. Kundi hili ni kundi muhimu sana ambalo limejiajiri na linafanya kazi katika mazingira ambayo ni hatarishi kwa kuwa wanatumia kemikali. Sasa sisi tumewaita hapa kuwapa mafunzo ya namna gani ya kujikinga na athari ya hatarishi hicho cha kemikali. Lakini mbali na kuwapa mafunzo, vile vile tumeona tuwape vitendea kazi. Kwa hiyo tumewapa vitendea kazi ambao tumewapa reflectives, ndani jackets, tumewapa maski zenye ubora kabisa, lakini pia tumewapa gloves. Mafunzo haya sisi wenyewe tumeyafurahia sana kwa sababu hatujawahi kupata mafunzo kama haya. Ila tunavyoona tutakapopata haya mafunzo yatatusaidia hasa kwenye utendaji wetu kazi. Shabani Mpute, Channel 10.
Mwenyekiti mpya wa halmashauri ya wilaya ya Misenyi mkoani Kagera amesema kuwa halmashauri hiyo imejipanga kuendelea kuongoza ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kutumia wataalamu wa tehama ili kuziba mianya ya upotevu wa mapato, huku mkuu wa wilaya ya Misenyi akiwataka madiwani kufanya kazi kwa ushirikiano. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Jacques Joachim kutoka mkoani Kagera. Akizungumza katika ufunguzi wa baraza la madiwani la mwaka 2025, mwenyekiti mpya wa halmashauri ya wilaya Misenyi mkoani Kagera, Bwana Focus Ruwegasila, ambaye amechaguliwa na madiwani kuwa mwenyekiti wa halmashauri hiyo, ambapo amesema kuwa halmashauri hiyo ya wilaya ya Misenyi itaendelea kuongoza ukusanyaji wa mapato ya ndani, huku akisema kuwa amepokea halmashauri hiyo ikiwa inaongoza ukusanyaji wa mapato ya ndani na kusema kuwa wamejipanga kupunguza mianya ya upotevu wa mapato. Kwa hiyo kama mheshimiwa Tegabaisha ameacha 9.9 bilioni, tunategemea mwaka kesho kuongeza 21%. Tukienda na hiyo peke yake tuna mafanikio. Utekelezaji wa majukumu yetu yote umejengwa juu ya msingi mmoja, mapato ya halmashauri. Tunaanza kipindi hiki tukiwa na dhamira mpya ya kuimarisha mifumo ya ukusanyaji mapato kwa kutumia tehama. Kweli mmetuonesha kwamba mnayo nia njema ya kujenga Misenyi, kwa sababu sisi tulivyokuja tukaungana na nyinyi kwenye siku chache hizi za nyuma ambazo kabla ya wapisho tumeona upendo mkubwa. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Misenyi Kanali mstaafu Amisi Mayamba Maiga ameanza kwa kupongeza madiwani waliochaguliwa na wananchi kwa kuwaamini kuwa wawakilishi wao katika kipindi cha miaka 5, huku akiwataka madiwani hao kufanya kazi kwa ushirikiano mkubwa ili wilaya ya Misenyi iweze kusonga mbele katika ukusanyaji wa mapato. Yanataka watu ambao wanafanya kazi kwa upendo, utu, udugu, ili muwe wamoja. Mkisha kuwa wamoja, itakuwa rahisi kusimamia zoezi hili la ukusanyaji wa mapato. Mkuu wa wilaya Misenyi ameendelea kuwataka wananchi wa wilaya Misenyi kuendelea kutunza amani wakati wote ili waweze kufanya shughuli zao kwa amani. Nikiripoti kutoka wilayani Misenyi mkoani Kagera, Jacques Joachim, Channel 10. Na ukosefu wa elimu ya fedha kwa wajasiriamali mkoani Geita umeendelea kuwa kikwazo kwa biashara nyingi kushindwa kukua, kwa kuwa wengi wao wamekuwa wakipoteza mitaji kwa kukosa uelewa na misingi ya usimamizi wa fedha. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadek. Katika kukabiliana na changamoto hiyo, wahitimu wa chuo cha usimamizi wa fedha campus ya Geita wameapa kutumia ujuzi waliopata kusaidia kuinua biashara za wananchi. Wametoa ahadi hiyo kwenye hafla ya kuwapongeza wanafunzi waliofanya vizuri zaidi iliyofanyika kwenye kampasi hiyo wilayani Chato mkoani Geita. Wengine wanaanzisha biashara haifuatilii mpaka inaisha, mwisho wake hajapata faida, haelewi chanzo ni nini mpaka anaamua kufunga biashara. Kuja kuwa mtu wa fedha na nitajua jinsi gani ya kutoa mikopo na nitajua jinsi gani ya kusaidia jamii. Kampasi hiyo imeandika historia kwa kuwa na wahitimu wa kwanza 35 tangu kuanzishwa kwa chuo hicho chenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 600 na kikikamilika kitakuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi 3,000. Mwakilishi wa mkuu wa chuo hicho amesema kitaendelea kuboresha na kuongeza kozi kulingana na mahitaji ya soko. Napenda kufahamisha umma kupitia hafla hii kuwa chuo cha usimamizi wa fedha kimeendelea kuboresha kozi zilizopo na kuanzisha kozi mpya ili kukidhi mahitaji ya soko. Mkurugenzi wa kampasi hiyo ametoa wito kwa wazazi na walezi wa kanda ya Ziwa kuchangamkia fursa hiyo iliyo karibu nao, huku mkuu wa wilaya ya Chato akipongeza hatua hiyo na kuomba uongozi wa chuo hicho kufikiria kutoa elimu hiyo kwa ngazi ya shahada kwa mwaka wa masomo ujao. Wito wetu kwamba wazazi watumie fursa hii kuwaleta vijana wao waweze kusoma mahali hapa. Elimu ile ile ambayo kijana angeipata Dar es Salaam katika kampasi ya Dar es Salaam ni elimu hiyo hiyo ambayo anaipata katika kampasi ya hapa Geita. Binafsi nilifarijika sana kuona kuwa chuo kimeanza kuhudumu wananchi ndani ya wilaya ya Chato na kwa mikoa ya jirani. Kutoka wilayani Chato, Geita,
Mimi ni Mrisho Sadik. Naam, hatuna la ziada kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Ni kurejeshe kwake Esther Amandus Zelamula ili uweze kuendelea na taarifa yetu ya habari. Kwako Esther. Asante sana Beatrice Eric kwa habari za uchumi na biashara, na ndio mwisho wa habari hizo. Punde atakuja hapa Juma Mohamed kuwajuza yapi yamejiri katika dawati la michezo na burudani. Endelea kuwa nasi. Ile ofa ya mwaka kutoka Star Times imekufikia kwenye msimu huu wa sikukuu. Miliki sasa TV ya nchi 32 au 45 smart yenye kisimbuzi cha bure ndani yake, huku ikiwa na warranty ya miezi 12 na kifurushi cha bure cha super cha shilingi 38 mwezi mzima bure, zikipatikana kwa punguzo la bei la hadi 20%, huku ukifurahia msimu wa pili utamthilia pendwa The Nice to Meet You kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku kupitia ST Swahili, bila kukosa msimu wa pili wa Gangs of Manila kila siku kupitia Novela E+. Kwenye michezo, furahia ligi zote pendwa kama Carabao Cup, La Liga, Bundesliga na Saudi Pro League, zote ndani ya channel za michezo za Star Times. TV hizi zinapatikana maduka yote ya Star Times na kwa mawakala wote wa Star Times. Star Times, enjoy digital life. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Msimu wa sikukuu umefika na habari njema ndio hii. Channel 10, Magic FM na Channel 10 Plus wanakuletea punguzo la 40% mpaka tarehe 15 Januari 2026. Pata nafasi ya kutangaza biashara yako kwa bei ya mwisho mwaka, bei rafiki ya sikukuu. Na hii ni punguzo la 40% kwa matangazo yote. Ni muda mfupi sana, chukua nafasi yako. Christmas inang'aa na mwaka mpya ni wa moto. Magic FM na Channel 10 tunakupa jukwaa la kufikia mamilioni ya wateja kwa gharama ndogo zaidi. Tangaza zaidi, lipo kidogo. Fanya biashara yako ing'ae msimu huu. Na kwa pamoja tuseme hii ni ofa kubwa zaidi. Punguzo la 40%. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763400050 au tupigie simu namba 0615396193 au tupigie simu namba 0713611816 au tutafute kwa simu namba 0674384236. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Elimu Ofa. Ofa kabambe kwa shule na vyuo vya elimu ya juu. Unapata matangazo ya wiki kwa bei nafuu kabisa. Vile vile tunatoa ofa kwa bei ndogo sana ya matangazo ya moja kwa moja kwa shughuli za mahafali ya shule za msingi, sekondari na vyuo. Kwa mawasiliano piga simu nambari 0674384236 na 0763400050 au 0713611816. Hapa hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Elimu Ofa. Naam, hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Ni nyakati nyingine za kwenda kuangaza habari za michezo na burudani usiku huu wa leo, ikiwa leo ni Disemba 8, 2025. Karibu sana tuweze kutazama habari mbalimbali za kimichezo. Mimi naitwa Juma Mohamed, lakini awali ya yote nipende sana kumshukuru Esther Amandus Zelamula pamoja na Ramla Jabu, lakini pia bila kumsahau Beatrice Eric, ambao wote hao kwa pamoja uweza kuwapata kwenye habari za kitaifa na habari za kimataifa, wakati Beatrice yeye ulimpata kwenye upande wa habari za biashara na uchumi. Karibu. Ligi kuu soka Tanzania bara ambayo imesimama rasmi kwa muda kupisha mashindano ya AFCON kwa mwaka 2025 inataraji kufanyika huko nchini Morocco. Waandishi wa habari za michezo hapa nchini wameeleza namna ambavyo ushindani ulivyo mkubwa kwenye ligi kuu, huku wakiweka wazi kuwa uwepo wa wachezaji na makocha bora na wa vilabu vya juu, kati na hata vilabu vya chini vimechagiza ubora na ushindani wa kweli. Wakizungumza na kamera ya Channel 10 michezo, waandishi hao wa habari za michezo wameeleza uwepo wa ushindani mkubwa kwa vilabu vyote vinavyoshiriki, jambo ambalo limepelekea kushuhudia vilabu vikidondosha alama 3 huku
wakitarajiwa kipindi hiki cha mapumziko, wakitaraji kuona timu hizo zikienda kuongeza ufanisi zaidi kwenye mabenchi ya ufundi, lakini pia hata kwa wachezaji. Tupate nafasi ya kuwatazama na kuwasikiliza wakati wakizungumza na kamera za Channel 10. Kuu pengine safari ni tafu zaidi kuliko hata mizunguko mingine. Umeweza kuona usajili ambao timu nyingi zimefanya, hata vilabu vingine vinaonyesha hali ya ushindani. Upambanaji umekuwa mkubwa. Tuchukue mfano tu wa Mbeya City ambayo imepanda msimu huu. Umeweza kuona moto ambao ilikuwa imeuasha, lakini kwa sababu kila timu zinakuja na ushindani wa hapa na pale, kwa ushindani umezidi kuwa mkubwa. Ushindani kutoka katika timu, na ndio maana sasa hivi mtu anaenda, labda mfano angalia, tazama mechi ya Yanga na Coast. Licha ya Coast mechi za kwanza vibaya, lakini amekuja kwenye mchezo na Yanga, angalia Yanga anapata goli dakika 88. Lakini unaweza kuona kulikuwa na ushindani dakika zote 90. Timu hakuna ambayo labda imejiangusha. Kwa ligi imekuwa nzuri, imekuwa na ushindani. Tarajia kuona baadhi ya timu zikifanya maingizo mapya katika dirisha dogo, japokuwa ni ngumu sana kupata wachezaji wenye quality ya juu kwa sababu watu wote wanakuwa wapo kwenye timu. Ligi ni ngumu, wote tumetazama mechi zinachezwa hadharani, viwanja vinaonekana. Nilichopenda mimi ni kuona urejeo wa hizi timu zetu. Zile kauli nafikiri za kusema kwamba sijui ligi yetu ni dhaifu, kwa sasa hivi naona hicho kitu hakuna. Tunaona mechi zinakuwa tafu, sio Singida, sio Yanga, sio Azamu, sio Mbeya City. Kila timu imejipanga, kila timu inafanya vizuri. Ukienda uwanjani unashuhudia mechi nzuri, mechi ngumu. Ulikuwa mkubwa hasa kwa hizi timu ambazo ukitazama timu kama JKT, watu ambao hawakuipa nafasi, lakini imekuwa ikifanya vizuri. Lakini ukiangalia Simba na Yanga, licha ya kuwa Simba jana amepoteza, lakini bado huwezi kumtoa katika mbio za ubingwa, kwa sababu Yanga wao walishinda dhidi ya Coastal Union, wana alama 16, lakini Simba ana mchezo mmoja. Kwa hiyo mimi nadhani Simba na Yanga kile ambacho wamekiona mapungufu kwenye timu zao wanaweza wakaenda kuyafanyia kazi. Haya, maoni ya waandishi wa habari za michezo kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara. Kwingineko, wakati mashindano ya AFCON yakitarajiwa kuanza kutimua vumbi hivi karibuni nchini Morocco, Wizara ya Maliasili na Utalii imeweka wazi mipango na mikakati yake kwa kuhakikisha kwamba wanatumia mashindano hayo kama fursa ya kujifunza mbinu mpya za utalii ili kuongeza idadi ya watalii hapa nchini. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Ni katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii Daktari Hassan Abbas akisherehekea tuzo ambayo hifadhi ya taifa ya Serengeti imeshinda kama nchi inayoongoza duniani kwa utalii wa safari katika hafla iliyofanyika nchini Bahrain, ambapo amesema kuwa wao kama wizara wametengeneza kamati maalum ambayo itakwenda nchini Morocco kwa ajili ya kwenda kujifunza zaidi namna bora ya kuongeza idadi ya watalii, huku akiweka wazi kuwa Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa fainali zijazo za tuzo za utalii duniani. Kwenye sekta ya utalii tunasema kila kitu ni utalii. Chakula ni utalii, kama ulivyosema michezo ni utalii, utamaduni ni utalii. Kwa hiyo katika wizara lakini na bodi yetu ya utalii tuna mikakati mingi inayoendelea kutekelezwa na mingine tunaiandaa inayogusa kila eneo la nchi yetu iweze kuendana na masuala ya utalii. Sasa umetaja AFCON, sisi tayari tupo kwenye kamati ya AFCON na tunaendelea kuweka input zetu, lakini mwezi huu wa 12 kwa sababu AFCON ya mwisho inafanyika Morocco, tumetuma timu yetu kwenda kujifunza wenzetu wanapoandaa matukio makubwa ya michezo, wanapatia wapi, wanakosea wapi. Tumepewa nafasi ya kuwa wenyeji wa hizi tuzo za dunia mwakani 2026. Dunia imeiamini Tanzania, dunia imeiamini Serengeti na hifadhi zingine zote, na ndio maana tukapigiwa kura tukashinda tuzo hizi. Sasa wengi mtaanza kujiuliza tunaelekea wapi baada ya hapa. Ni dhahiri kabisa kwamba tumejipanga ili kuidhihirishia dunia ya kwamba Tanzania ni award winning destination na wageni wengi waendelee kuja. Mimi ni Yakini Mwakatobe wa Channel 10. Asante mwanamichezo Yakini Mwakatobe. Tuelekee jijini Dodoma. Licha ya timu ya Simba kuambulia patupu katika mchezo wa jana dhidi ya Azam FC, mashabiki wa timu hiyo mkoani Dodoma wamesisitiza kwamba hawana mpango wowote wa kuihama timu hiyo wala kuikatia tamaa, kwani bado wana nafasi ya kwenda kufanya vizuri. Mwanamichezo wetu Leonard Mwacha anatujuza kutoka jijini Dodoma. Mashabiki hao wanazungumza huku wakionyesha kuwa yaliyotokea siyo mageni jijini na wala hayawasumbui akili, lakini wanashindwa kujizuia kumlaumu mwalimu. We Simba damu siache, we Simba damu siachi. Hata kama tunafungwa, nina uhakika mbele huko tutakaa vizuri. Tuko vizuri, lazima tutawafunga tu.
bado kocha hatujapata vizuri. Tukipata kocha vizuri, lazima wapigwe tu. Mimi ni shabiki wa timu, sio mpira. Mimi hata Simba ifungwe bro, mimi siwezi kuama. Sisi mbele ya Azam tumeshinda ngapi? Tumefunga game ngapi? Kuna baadhi ya sehemu walikosea, yani pale kocha inabidi akae nao vizuri. Ngoja nikwambie kaka, yani wewe ukiona unakata tamaa na timu yako, wewe sio mshabiki. Yani wewe sio mshabiki hata mara moja. Kufungwa mechi moja sio shida. Sawa Tunaona si kawaida sana. Wenzetu jana wameshinda na Coast kawaida. Lakini mimi chama langu mimi nalikubali sana yani kaka. Kuhusu Taifa Stars na michuano ya AFCON, hizi ni hisia mseto kutoka kwa mashabiki. Tanzania tuna wachezaji cha kwanza. Cha pili pia Tanzania tuna makocha ambao tunawaamini. Alafu pia mpira wa sasa hivi ni mbinu. Yaani mbinu tu kidogo, ukimzidi mwenzako kete moja tu, game umeimaliza. Tumuombe Mungu. Tumuombe Mungu. Hapo kwenye kufanya vizuri, kwa sababu timu yetu yenyewe ya taifa kama unazoiona, yani kile kiende napigwa. Unapotegemea unashinda unapigwa. Unaona? Kwa hapo ni kumuomba Mungu tu jamaa. Maombi yani. Nategemea at least mwaka huu tujaribu kushinda kwanza hata mchezo. Unaona? Tujaribu kushinda hata mchezo, kama sio mmoja miwili. Tutengeneze japo na sisi hiyo historia, tuendelee kupanda taratibu ili hata wakati mwingine tena tujaribu sasa kuwa na malengo makubwa zaidi. Kutoka jijini Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Leonard Mwacha. Tukautazame mchezo wa masumbwi. Bondia Hidaya Zahoro aka Malkia wa Ulingo kutoka mkoani Morogoro ametamba kwenda kumtwanga mpinzani wake Leila Macho wa uwanja wa Kivita Gym Burahati katika mapambano ya Boxing on Boxing Day yanayotarajiwa kufanyika Disemba 26 mwaka huu katika ukumbi wa Warehouse Masaki hapa jijini Dar es Salaam. Shabani Mpute anatujuza zaidi. Akizungumza mapema hii leo wakati akiendelea na hamasa ya maandalizi yake katika soko la Kingalu mkoani Morogoro, Hidaya Zahoro amesema kipigo atakachokutana nacho mpinzani wake hajawahi kutana nacho, anaenda kuwakilisha mkoa wa Morogoro, hivyo hayupo tayari kupoteza pambano hilo kwa heshima ya wana Morogoro. Maandalizi katika Boxing Day tarehe 26 mwezi wa 12, maandalizi yako vizuri, nimejipanga vizuri, nipo tayari kwa kupigana hata dakika hii. Kwanza cha kwanza asingeweza kukubali kucheza na mtu kiazi. Mpaka akataka kucheza na mimi, anajua kabisa mimi niko vizuri na mimi anajua atanipiga, lakini namhakikishia Leila Macho. Mimi naitwa Hidaya Zahoro, natokea Morogoro na ibeba Morogoro. Kwa upande wao, wadau na mashabiki wa bondia huyo mkoani humo wamesema wana imani na bondia wao kwa maandalizi ambayo wameendelea kuyafanya. Wanaenda Dar es Salaam kwa wingi kumpa hamasa ya ushindi siku hiyo. Huyu tumemtrain vya kutosha, sparring ya kutosha, kila kitu anacho. Oya Leila Macho, kazi unayo. Kwanza tumeshukuru cha kwanza kushiriki ulingo mmoja na bondia mkubwa. Kabisa. Ile nafasi kila bondia alikuwa anaitamani, ila walioipata tunaomba akaitendee haki. Ila kwa bondia wetu Hidaya Zahoro tumemtrain vya kutosha na ushindi Molo Town lazima turudi nao. Ni jimu, sio tu ni jimu ya boxing, ila ni University of Boxing Tanzania, ni chuo cha ngumi. Kwa hiyo nikiongelea kama chuo cha ngumi, maana yake basi Hidaya tayari ana degree. Shabani Mpute, Channel 10. Haya bwana, tambo hizo za wana masumbwi. Tukatazame kunako habari za michezo kimataifa, tuungane na hapa msimulizi wetu. Karibu tuangaze kwenye habari za michezo kimataifa. Dereva wa McLaren Lando Norris ameandika historia mpya baada ya kutoa ubingwa wa dunia wa mbio za langa Formula 1 kwa mara ya kwanza katika maisha yake, akihitimisha msimu 2025 akiwa juu ya wapinzani wake wakuu. Norris aliimaliza nafasi ya 3 katika mbio za mwisho za msimu Abu Dhabi Grand Prix, ambao matokeo yalitosha kumpa pointi za kutosha kuzima jaribio la Max Verstappen aliyeshinda mbio hizo, lakini akabaki nyuma kwenye msimamo wa jumla. Ushindi huu unamaliza utawala wa miaka 4 wa Verstappen, huku McLaren wakirejea kwenye ramani ya dunia ya ushindani mkubwa baada ya miaka 17 bila taji la ubingwa wa dunia tangu Lewis Hamilton alipofanya hivyo mwaka 2008. Kwa umri wa miaka 26, Norris amekuwa mmoja wa madereva wachanga zaidi kushinda taji hilo, akionekana kuimarika kila hatua msimu huu kupitia ushindi, nafasi za juu na kiwango cha uimara kilichomtofautisha na wenzake.
Mashabiki wa McLaren duniani kote waliadhimisha ushindi huo kwa mwanzo mpya wa enzi, huku timu hiyo ikipongezwa kwa kazi kubwa ya kiufundi na kimkakati iliyowezesha mafanikio hayo makubwa. Ni hayo kwenye michezo ya kimataifa. Mimi ni Esther Mtebe. Asante Sports Lady Esther Mtebe kwa kutujuza kwa ustadi mkubwa habari za michezo na burudani kimataifa. Bila shaka ndio tamati ya habari za michezo na burudani usiku huu leo. Mimi naitwa Juma Mohamed, ulikuwa nami hapa, lakini tukae tayari kwa ajili ya muhtasari wa habari, kisha Esther Amando Sizelamula pamoja naye Ramla Jabu watakuja kuhitimisha habari usiku wa leo. Asante na uwe na usiku mwanana. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan awatakia heri wa Tanzania wote kuelekea maadhimisho ya miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara. Rais wa Benin Patrice Talon aonekana kwenye runinga kwa mara ya kwanza baada ya jaribio la mapinduzi la Jumapili, akisema hali sasa iko shwari nchini humo. Na katika michezo, wakati ligi kuu soka Tanzania bara ikisimama kupisha mashindano ya AFCON, waandishi wa habari za michezo nchini waridhishwa na ushindani uliopo. Mtazamaji, hadi hapa dawati la habari halina la ziada. Nikushukuru sana kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya